wa mimma yusaiduka lilwusuli ila najah, na miongoni mwa njia na miongoni mwa sababu ambazo zitakusaidia wewe ufike katika lengo lako, ufike katika kufaulu. Jambo la kwanza, undhur fil awaqibi, angalia mwisho wa jambo lako litakuwaje. Mfano, unafanya biashara ama unafanya kazi kwenye kampuni, angalia kile ambacho kwamba unachokipata. Je, kile unachokipata kitakufanya wewe ufike katika malengo ambayo uliyoyakusudia? Ile fedha ambayo kwamba unalipwa na kampuni au ile faida ambayo unayoipata kwenye biashara yako unayoifanya, angalia kile kiasi cha fedha na malengo yako ambayo uliyojiwekea katika ulimwengu. Je, mimi nitafika kwenye lengo langu la kuwa mfanyabiashara mkubwa, la kuwa mwekezaji mkubwa? Utakapoangalia hili jambo mwisho wake huenda likawa hivi na lisiwe hivi, basi fahamu ya kwamba hii ni njia mojawapo ya kuweza wewe kufikia yale malengo ambayo unayoyahitajia. faman jabuna an yarhala an baladihi li talabi rizqin au ilmi. Mfano, mtu atakapoamua kufanya uzembe au atakapoamua kufanya ujinga, akakosa kusafiri kutoka kwenye nchi yake au kutoka kwenye mji wake kuenda sehemu nyingine, lengo ni kwenda kutafuta riziki, lengo ni kwenda kutafuta ilmu, lakini kizuizi chake ambacho kinachomzuia mpaka asiende nchi nyingine au asiende mji jirani kwenda kutafuta riziki ama elimu, yara anna min almuhtamali an yusibahu maradun au qad yamutu fi ghurbatihi. Katika mawazo na fikra zake anaona, mimi nikisafiri, nikienda nchi jirani, nikienda mji jirani kwenda kutafuta riziki, kwenda kutafuta maisha, kwenda kutafuta elimu, anaona ya kwamba akienda kule atakwenda kuteseka na maradhi na familia yake haiko karibu na yeye, au atakwenda kufa katika mji ambao ni wa kigeni ama nchi ambayo ni ya kigeni. Lakini hapo hapo na mawazo aliyokuwa nayo mabovu katika akili yake na kichwa chake, minal muakkidi, ana uhakika annahu idha lam yartahil, ya kwamba asipoamua kusafiri kwenda nchi jirani kwenda kutafuta maisha au kwenda ughaibuni kwenda kutafuta maisha, dhaka rizquhu, riziki yake itakuwa ni ya dhiki na ya tabu, au qalla ilmuhu, au elimu yake itakuwa ni chache, hajaongeza elimu. Fanadharu fil awaqibi, akiangalia mwisho wa hili jambo analotaka kulifanya, yahmilu almar'a ala shajaati wal iqdami, itampelekea mtu huyu aweze kuwa na ushujaa na kuamua kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine. Ndio maana tunasema ya kwamba jambo la kwanza ambalo litakufikisha kwenye malengo yale ambayo umeandaa na kuyachora katika huu ulimwengu, unataka kuyafikia malengo yale, angalia mwisho wa jambo lako litakuwaje. Ukiona ya kwamba mimi kukaa kwenye nchi yangu, mimi kukaa sehemu ambayo niliyozaliwa, nitakuwa masikini, riziki yangu itakuwa ni finyo kwa sababu kazi natafuta sipati, ina maana mimi sina mwelekeo. Nitakapoendelea kuishi mahala hapa, nitakufa masikini, nitakufa nikiwa sina kitu. Basi moja kwa moja akilijua hili,
atapata ushujaa na nguvu aamue kuondoka kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, ili asiwe masikini na fukara. Na hili jambo linaumiza watu wengi sana. Mtu ametafuta kazi, amehangaika katika nchi yake, amekwenda kila kampuni, hachukuliwi. Matokeo yake anaamua kukaa. Yeye anasema Mwenyezi Mungu inshallah ataleta bwana. Mwenyezi Mungu ataleta wapi? Wewe unatakiwa ufanye maamuzi ya kiume, uamue kuondoka. Pengine riziki yako haiko hapo. Nenda nchi jirani, nenda ng'ambo, katafute maisha. Uenda kule unakokwenda ukafanikiwa. Usijali ya kwamba mimi kule naenda ni ugenini, nitakapokuwa mgonjwa nani ataniangalia? Huenda nikafa huko ugenini. Kumbuka, ukiwa hapa utakuwa mgonjwa, ukiwa hapa kama habari yako ya kufa imefika utakufa tu. Qala Imamu Shafi'i rahimahullah, amesema Imamu Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrahamu, mwanachuoni huyu, safir tajid iwadan amma tufariqu. Anasema safiri kwenda kutafuta elimu, safiri nenda kutafuta maisha. Hakika kule unakokwenda utapata nyongeza ya kile ambacho unachokwenda kukitafuta. Usikae katika nchi yako, usikae katika mji uliozaliwa. Amua katafute maisha. Kama hapa maisha hayaja kukalia sawa, ndiyo hapa utapata badala na nyongeza kwa kule kuondoka kwako katika nchi yako, katika mji wako. Wansib fa inna ladhidha al-aishi fi an-nasab. Imamu Shafi'i anasema nenda ukapate tabu, nenda ukapate dhiki. Kwa sababu gani? Hakika ya maisha mazuri yapo katika ile tabu na dhiki unayoipitia wakati unatafuta unachokitafuta. Hakuna riziki ambayo kwamba inakuja kama maji. Hakuna riziki ambayo inakuja kirahisi. Amua kwenda kupata dhiki na tabu, kwa sababu maisha mazuri yapo katika ile tabu ambayo unayoipitia. Inni raaitu wuqufa al-ma'i yufsiduhu. Imamu Shafi anasema hakika yangu mimi nimeyaona yale maji yanaposimama huwa yanaharibika. Maji yanapokuwa yapo sehemu moja yamesimama, mara nyingi yale maji huwa yanachafuka. Kunatupwa kila aina ya uchafu katika yale maji. Nyasi, majani, kila aina ya uchafu vitakuwepo katika yale maji. Insala taba wa in lam yajri lam yatib. Lakini maji yale yakiwa yana sifa ya kutembea huwa yanasafishika, yanakuwa safi. Ule uchafu unapelekwa na maji yanajisafisha yenyewe. Lakini maji yale yasipotembea yakiwa yako sehemu moja, maana yake yale maji kila uchafu utakuwa unaingia ndani na yanazidi kuchafuka. Nini maana yake? Hii inamaanisha ya kwamba ukiamua kukaa katika sehemu uliozaliwa, katika mji ambao uliozaliwa, umekomaa, utaki kwenda kutafuta maisha nje, huenda maisha yako yakawa ya dhiki na tabu. Lakini ukiamua kuondoka kwenda kutafuta maisha mbele mbele, huenda Allah akayanyoosha maisha yako yakawa maisha yaliyokuwa mazuri. Wal asadu laula firaku la ardi maftarasat. Imamu Shafi anasema na yule simba lau kama sio kutembea katika ule msitu, katika ile ardhi, asingepata mnyama wa kuweza kula. Wasahmu laula firaku alqausi lam yusib. Na ule mshale kama sio kutoka kwenye upinde usingelenga sehemu ambayo unayoitaka wewe. Sharti ukalenge sehemu unayotaka wewe, ni ule mshale utoke kwenye upinde. Sasa leo kuna baadhi ya watu wana sifa hii. Mtu amekaa maisha tabu, maisha ya dhiki,
lakini anakwambia shekhe, hakuna kazi, wacha tumuombe Allah jalla fi'ala, tutapata kazi inshallah. Utapata kazi wapi? Umehangaika, umedhalilika, umeteseka. Jaribu sehemu nyingine, huenda maisha yakaenda kunyooka unakokwenda. Haya maneno ya Imamu Shafi'i utayapata kwenye kitabu Diwanul Imami Shafi'i. Ikhwata al-iman, katika hili jambo la kusafiri, napenda kutoa tahadhari na onyo. Wanaume huwa tunasafiri, lakini tunaposafiri kwa lengo la kwenda kutafuta maisha, huwa tunasahau huku nyuma kama tumeacha wake zetu, huwa tunasahau kama tumeacha familia. Mtu anapokwenda kule anakaa miaka 5, anakaa miaka 10, anakaa miaka 2, 3. Kumbuka kule nyumbani umemwacha mke wako. Mke wako yule kila mwisho wa mwezi unamsukumia mzigo wa pesa. Ile pesa ambayo kwamba unayoituma kwa yule mke wako, kumbuka ananunua chakula, kumbuka ananunua vinywaji, na anapotumia vitu vile anatengeneza shahawa katika mwili wake, na anapotengeneza ile shahawa katika mwili wake, huwa anakutamani wewe mume wake. Lau utakuwepo ukidhi zile shahawa zake ziondoke. Sasa leo unapokaa muda mrefu, ukiwa safarini, ukiwa ughaibuni, kumbuka zile fedha zako ndio zitageuka kuwa fimbo ya kukuchapia wewe mwanamke. Kivipi? Mwanamke yule ataamua kuitumia pesa yako kuhonga mwanamume yoyote ili aweze kumkidhia yale mahitaji yake ya kimwili. Wewe unamkidhia mahitaji yake ya kimavazi, ya kula, ya kimalazi, lakini kumbuka mwili nao unadai. Kwa hiyo atamtumia mwanamume yoyote kumuhonga ile pesa ambayo unayoituma, lengo ili apate kuondoa yale matamanio yake. Wanamtia akili katika hilo inshallah. Wakati mmoja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika utawala wake, akiwa usiku anafanya doria yake, anazunguka, anaangalia raia wake, alisikia kuna sauti inatoka kwenye nyumba ya mwanamke. Mwanamke huyu ni wa kisahaba, mume wake ni sahaba. Mwanamke huyu usiku ambao ni mzito anatoa maneno ambayo ni mazito. Anasema nini? Tatawala hadha al-layl waswadda jawanibuhu wa arqani alla habibun ulaibuhu fawallahi laula Allah la shay'an ghayruhu la zu'zi'a min hadha as-sarir jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yakufuni wa ikrami ba'li an tunala marakibuhu. Sikiliza balaa. Mwanamke anatoa maneno mazito, na huyo mwanamke wa kisahaba ya jamaa anasema tatawala hadha al-layl waswadda jawanibu, umekuwa mrefu huu usiku na giza limetanda pambizoni mwake. Wa arqani alla habibun ulaibuhu, na kumenifanya na kesha sina mpenzi wa kucheza naye, wa kufanya naye tendo la ndoa. Fawallahi laula Allah la shay'an ghayruhu, na apa kwa Mwenyezi Mungu, lau kama ingekuwa hakuna kitu chengine isipokuwa huyo Allah, la zu'zi'a min hadha sariri jawanibuhu, ningeamua kucheza cheza kwenye hichi kitanda na mpenzi mwingine, yani kinyume na mume wangu. Huyu ni mwanamke wa kisahaba Sheikh, muda mrefu hajamuona mume wake, amekwenda kwenye jihad, amekwenda kwenye vita, amekaa muda mrefu, anakula, anakunywa, anashiba, anatengeneza shahawa. Anasema makafata rabbi wal hayau yakufuni
kumuogopa yule Mola wangu, na ile haya tu ambayo kwamba ndiyo inanizuia mimi, wa ikrami ba'li an tunala marakibuhu, na kuheshimu kipando cha mume wangu kisije kikapandwa na mtu mwingine. Ya salam. Haya, hawa ni wake wa masahaba. Je, wake zetu hawa magumegume alomshinda mtume inakuwaje? Baada ya kuyasikia maneno yale, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akaamua kufanya haraka kwenda kwa binti yake ambaye ni Hafsa. Akamwambia, Hafsa, nataka nikuulize kitu. Ni baba huyo anamuuliza binti yake. Kwa nini asimuulize mkewe? Anamuuliza binti yake. Binti bado damu inachemka, anajua hili analoulizwa atalijibu jema. Anamwambia, binti yangu, hivi mwanamke ana uwezo wa kumvumilia mume wake kwa kipindi cha muda gani? Binti akamjibu baba yake akamwambia, ni miezi 6 au miezi 4, haivuki hapo. Miezi 6 au miezi 4. Haya, leo ndo umeondoka, umeenda ni Saudia, umeenda ni Qatar, umeenda ni Dubai, umeenda wapi? Miaka 5 umeipiga, na huku tunaambiwa uwezo wa kuvumilia mwanamke ni miezi 6 au miezi 4. Yani hao ndo wanawake wacha Mungu, wana uwezo wa kujihifadhi na kujilinda. Je, wake zetu shefe, umeondoka miaka 5, umeondoka miaka 2, wamwacha mke wako ndani ya nyumba, wategemea afanye nini? Ndio Umar akauliza, huyu mwanamke mume wake ni nani? Akaambiwa, mume wake umempeleka kwenye jihad. Basi Umar hapo moja kwa moja akaweka kikomo ya kwamba sitolitoa jeshi zaidi ya miezi 6. Ikifika miezi 4 5 narudisha jeshi nyumbani, jeshi jengine ndo linatoka linakwenda vitani. Kwa nini? Wale waje wakidhi haja na matamanio ya wake zao. Sasa kusafiri sio haramu, unatakiwa usafiri. Lakini je, unasafiri yule mke ambaye unamwacha nyumbani ni mke ambaye wakukusubiria wewe miaka 4 miaka 5, kwa lugha ya vijana akavumilia upwiru? Mtanielewa tu, lazima wakati mwingine utumie lugha ya kiuni watu wakuelewe kidogo. Sasa kama umeamua kusafiri, hebu jiulize, hapa nyumbani kwema kwa hali hii? Lakini pia kuna tahadhari ambayo pia anaitoa. Kuna baadhi ya wazazi wanapoona maisha ya binti yake ni magumu kupitia yule mume ambaye aliyemuoa, anamuita binti yake, anamwambia, sasa binti yangu, ukimshiriki mume wako na yale maisha munayoishi, nyinyi mtakufa masikini, nyinyi mtakuwa mnaombaomba. Sasa binti yangu ni hivi, amua moja tu, nahitaji tukusafirishe tukupeleke Arabuni ukafanye kazi. Mume akiingilia kati hili jambo, anaambiwa, sikiliza, binti huyu anapokwenda kule Arabuni akafanya kazi, manufaa na faida inakuja kwako wewe, haiji kwetu sisi. Mali ile itakuwa inakuja kwenye nyumba yenu wewe na mkeo. Mume anashindwa nguvu na kauli za wazazi wa mke, anamruhusu mke wake kwenda Katari, kwenda Saudia, kwenda kufanya kazi. Kisheria tayari washamkosea yule mume, kwa sababu mume ndio mwenye amri. Akisema la, hapana, basi. Akisema sawa sawa, na uwe baba huna wivu, ndio umruhusu mke wako aende akafanya kazi Saudia. Kwa nini nakwambia hivyo? Bora akafanya kwenye kampuni, lakini sio kazi ya nyumbani. Kazi ya nyumbani kule, ndugu yangu, kuna matatizo kwa watoto wa kike.
Nishalifanyia utafiti hili, sio naropoka tu. Yupo rafiki yangu amefanya karibu miaka 10 na wa kiume, ananiambia wallahi na kuapia ndugu yangu, lau mama yangu au dada yangu au mke wangu akanilazimisha kwenda kufanya kazi Saudia au sehemu nyingine yoyote, wallahi undugu ndio unakufa, na kama ni mke nampa talaka, na kama ni mama yangu namwambia leo mimi na wewe naona tuachana. Nikamuuliza, mbona wazungumza maneno makali hivi? Akasema ndio, najua mimi kile tulichokishuhudia kule. Nikamuuliza, nini umekutana nacho kule? Anasema hawa mabinti zetu wanaosafiri kwenda kufanya kazi za majumbani, kule kuna baba mwenye nyumba na kuna wale watoto wa kiume wa baba mwenye nyumba. Mara nyingi inavyotokea, yule mkeo au binti yako au dada yako akipendwa na baba mwenye nyumba, fahamu hiyo imekula kwako. Kivipi? Atamfuata, atamwambia sikiliza, mshahara natoa mimi, sasa ukinisikiliza nitakupa donge nono, yani mshahara utakuwa mara 3. Haya, wataka nikufanyie nini? Ninachotaka mimi wewe uwe starehe yangu, kiburudisho changu. Na wewe umemtoa mke wako ndio akatafute nini kule? Akatafute pesa. Wewe mwenyewe umekaa huko hakuna midevu. Waangalia TV. Mali yako yaliwa mzee. Binti inabidi akubali kwa sababu yuko mbali. Akisema atakataa, wanaweza kumtengenezea jambo lolote. Ndio maana wasikia mtu karushwa kwenye gorofa, mara wasikia mtu katiwa kwenye friza. Haya yote yanatokea kwa sababu gani? Ni kukataa yale maombi ya bosi wake wa kiume. Na wakati mwingine wale watoto wa kiume wanajifundisha kufanya jimaa kupitia mke wako. Leo umelala na mtoto huyu, kesho alala na mtoto yule, kesho kutwa na yule, na wote wanajuana kama tunakula mchezo mmoja. Sasa hii safari ya kwenda kule ina faida yake na ina madhara yake. Sasa pia lazima uangalie kabla hujatoa maamuzi ya kumruhusu mke wako kwenda kufanya Saudia. Je, huyu mwanamke akienda kufanya kazi kule, ndoa yangu itakuwa salama? Lazima ufanye maamuzi ya kiume. Kama itakuwa ni kusafiri, safiri wewe mwanamume, na usikae muda mrefu, kwa sababu hilo unaloliofia mkeo akienda kule kufanyiwa, vile vile ukimwacha hapa kwa kipindi kirefu atafanya nini? Atafanyiwa. Itakuwa umeruka mikojo, unakwenda kukanyaga mavi. Kuwa makini. Hiyo ni njia ya kwanza ya kunisaidia mimi na wewe kufika katika malengo tuliyoyaandaa kwenye maisha yetu na kuyachora katika maisha yetu. Nini? Undur fil awaqibi, angalia lile jambo lako kabla hujalifanya, mwisho wake litakuwaje. Ukiona mwisho wake ni waheri, nenda ukalifanya. Lakini ukiona mwisho wake ni mbaya au si mzuri, achana na hilo jambo.